Alkibr batru lhaq wa ghamtu nnas, kiburi ni mtu kudharau watu na kukataa haki. Man kana fi qalbihi mithqala habati khardal min kibr qabbahu Allahu wajhahu fi nar, yoyote yule ambaye atakayekuwa na sifa ndogo kiasi cha tembe ndogo ya khardal ya kiburi katika moyo wake, Allah subhana atamuingiza katika moto wa Jahannam. Lakini sio kumuingiza kawaida, hapana, atakokotwa kifudifudi katika uso wake, anaelekezwa kuingia katika moto wa Jahannam. Yadhan billah. Yuhsharu almutakabbiruna yawma alqiyama, yuhsharu almutakabbiruna yawma alqiyama amthali dhar fi suwari rijal. Allah subhana siku ya Kiyama na uzito wa Kiyama na mtikisiko wa Kiyama, wakati watu watoka kwenye makaburi wanaelekea Arasat, hawajui wanakwenda wapi, watokea wapi, wasimame wapi, nusura yao ikoje, kila mmoja ya Rabbi nafsi. Lakini wale wenye sifa za kiburi katika ulimwengu huu, Mtume anasema wanafufuliwa siku hiyo ya Kiyama mfano wa chembe ndogo sana, sio kwa maumbile yao ya ulimwengu, lakini fi suwari rijal, sura mwanadamu kama mwanadamu alivyo, lakini udogo wake ni kama punje ndogo ya khardal. Fikiria hali ile katika arasati alqiyama, katika uwanja wa Kiyama anafufuliwa mtu katika hali ile. Huwezi kuogopa wewe Muislamu kuepuka kuwa katika udhali huu siku ya Kiyama. Ziko hadithi ngapi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam unazikataa kwa sababu ya kiburi? Kiburi tu. Ndugu yangu katika imani, jambo gani ambalo wewe unaweza ukafikia mahala Muislamu mwenzangu ukawa una kiburi katika ardhi? Anta albahr am anta sukhur? Hivi wewe una ukubwa wa kufikia bahari mpaka uwe una kiburi? Am anta sukhur? Au wewe ni mlima mpaka ufikie mahala ujigambe? Kaanna qad nasita ya ukhay bi anna alkawn yamlikuhu alghafur. Wewe hujui kwamba dunia hii anaimiliki ni Allah, dunia hii anaimiliki Allah. Utaona yule ambaye mwenye kiburi katika ardhi hii ni mtu wa kuonewa huruma sana sana. Tuache viburi katika mgongo wa ardhi ili tuondoke katika mgongo huu salama salmin.